Karibu sana ndani ya Hello Weekend, Jumapili nyingine tulivu kabisa tunakutana hapa ikiwa ni Jumapili ya Pasaka, Jumapili njema kabisa, na tunaendelea kuungana na wewe katika kufurahia siku hii ya Pasaka. Lakini katika kufurahia, jambo zuri ni kwamba siku zote tunaambiwa unafurahia na ndugu, jamaa na marafiki. Swali linakuja, ndugu tunawafahamu kweli, ni ndugu wa damu. Jamaa, hivi jamaa ni wepi? Na marafiki ni wapi? Na tunaambiwa pia tufurahie kwa upendo. Upendo unajengwa na nini? Na hawa marafiki ni wapi? Kwa hiyo siku hii ya leo tunaliangalia hilo, upendo na urafiki unajengwa na nini? Tunapofurahia kwa pamoja na ndugu, jamaa na marafiki. Langu jina ni Mero Simpaya na mwenzangu ni jamaangu. Kwani wewe ni jamaa, ni ndugu, ni rafiki? Wewe ni jamaa. Mimi ni jamaa? Kwangu. Hivi na uwezo kwa rafiki yangu wewe. Wewe sio rafiki yangu. Hata mimi hapana. Mimi na wewe turuki pamoja. Kwa nini jamaa? Jamaa, sifa ya jamaa nini? Yaani jamaa, kwa nini jamaa? Tunafahamiana, tutasaidiana na. Aha, na mimi ukitaka Itu marafiki tu. Wewe nijali tumbo. Umealika ndugu, jamaa na marafiki au wewe hauna hao ndugu, jamaa na marafiki? Na upendo wako kwao unauonyesha vipi? Lakini upendo unajengwa na nini? Kwa sababu ukiwa unawaalika lazima uwaalike kwa upendo. Ndicho tunachokiangalia siku hii ya leo, namna ambavyo upendo na urafiki unaweza kujengwa na unaweza kudumu. Hivi urafiki ni kitendo cha muda Urafiki? Urafiki mimi nafikiri inabidi uwe wa moja kwa moja. Wewe rafiki wako wa primary upo naye hadi leo? Kwa sababu kama nikikutana naye urafiki unaweza ukaendelea. Kwa sababu sasa kuna mazingira ambayo yamenifanya sijakutana naye tena. Basi sio rafiki yako tena. Lakini urafiki nafikiri urafiki hufa. Sio haijafa, ila tu kutokana na scenario labda mimi nimehama mazingira ambayo nilikuwepo. Au mlikuwa hamna upendo wa kweli. Sina contact naye tena. Mfano, labda kuna mshikaji mmoja ambaye nakumbuka nilisoma naye shule ya msingi anaitwa Selekwa. Jinsi ambavyo tuliishi namkumbuka maisha yangu yote. Na kwa sababu nilishama nikiwa mdogo, there's no contact ya mimi kukutana naye tena. Lakini naamini kwamba kama nitakuja kukutana naye tena, Selekwa popote alipo kama ananisikia, alisoma Yombo Primary. Niko hapa, Selekwa niko hapa. Au mlikuwa hamna upendo wa kweli? Alikuwa mshikaji wangu sana. Sana, sure, sana. Tujuze na wewe, upendo na urafiki unajengwa na nini? Tukiwa tunaendelea kuangalia siku hii, unajua sikukuu ni siku ambayo tunakutana ndugu, jamaa na marafiki na tunaonesha upendo kwa pamoja. Sasa tujuzane hapa, upendo na urafiki unajengwa na nini? Kwa nini upendo unakufa? Kwa nini urafiki unakufa? Na inakuwaje urafiki unadumu na upendo unadumu? Nambari yako ni 0763809770. Tayari tunao wanajopo ambao tumewalika hapa studio. Kwanza kabisa tuwatambulishe kwenu marafiki bora wa mwaka 2025. Si ndio? Makofi mengi sana kwao. Ni marafiki bora. Hao marafiki bora. Tunamleta kwenu David Mwaifuge na Irene Limo. Hao ni marafiki bora. Karibuni sana. Asante. Kuna mtu hapa anajiuliza pale, haiwezekana vipi mwanamke kama marafiki? Watakuja kutujuza hapo baadaye. Na imewezekana vipi wameweza kuaminiwa? Yaani partner wa Irene kakubali na partner wa David kakubali. Lakini kuna namna kama wameanza kufanana. Unajua wako na nini? Hapana. Mimi nilikuwa najua ni ndugu. Unaweza kusema ni ndugu. Au ndio urafiki ukikolea? Mkikaa muda mrefu lazima mwanzo hadi kufanana. Kweli? Sasa italeta shida kwa partner wake na italeta shida kwa partner wake. Hapana, haina shida yoyote. Haina shida yoyote. Maelewano tu. Maelewano. Nikiwa mkubwa. Nataka kuwa kama nyie. Amina. Lakini kitaalamu sasa tunachozungumza sisi hapa, kuna ambao wamesomea eneo hili, wanafahamu kabisa kinagaubaga, watatuambia ukweli. Kuna muda ukweli unakuwa ukweli mchungu. Labda ni kweli hakunaga urafiki wa mwanamke na mwanaume, watakuja kutuambia hapa. Tumemleta kwenu mtaalamu wetu kwa siku hii ya leo, si mwingine bali ni Rehema Awadhi. Huyu ni mtaalamu wa sosiolojia. Chochote ambacho kinatokea kwenye jamii, wao wamesomea na wanafahamu kinagaubaga. Makofi mengi sana kwake Rehema, karibu sana. Asante. Tumefurahi kuwa nawe kwa siku ya leo. Asante sana. Kuna urafiki wa mwanaume na mwanamke? Upo. Na unadumu? Ndio. Bila shida yoyote? Kabisa. Basi, imeisha. Vipi? Mimi na Jojo unavyotuona tunaweza tukawa marafiki? Ndio, mnaweza mkaa marafiki. Amna. Akiwa mchoyo mimi siwezi. Rehema, umesomea wewe kazi hii. Mwangalie vizuri.
Unaona kashasema vigezo kwamba ukiwa mchoyo huwezi kuwa rafiki yangu. Kama sio mchoyo uwezekano kuwa marafiki ni mkubwa sana. Mpaka una dibili utaelewa. 0763809770 ndio namba ambayo unaweza kushiriki na sisi, tusimulie namna ambavyo upendo na urafiki wenu uliweza kudumu au uliweza kupoteza urafiki kwa vitu gani. Tutumie hapa ujumbe wako na uweze kutupigia simu, WhatsApp video call ili tuweze kuzungumza vizuri. Kwanza kabisa tuanze na marafiki. Watuambie namna ambavyo urafiki wao ulijengwa. Kidogo mtupatie simulizi yenu au tunasema historia yenu, namna ambavyo urafiki wenu ulijengwa na ulijengwa na nini, alafu tutaendelea. Na mpaka sasa hivi wamedumu kwa muda gani kwenye urafiki wao? Watujuze hapo. Na tutawafanyia, unajua marafiki inabidi kuna baadhi ya vitu wao wanaanza kwa pamoja tutawafanyia challenge. Tutawafanyia ile challenge ya alphabet Tunaikumbuka? Ile nikianza sentence na A, wao unaenda na B. Si ndio? Ndio. Ambaye ameangalia Hello Weekend leo, baadaye atakula pilau. Chakula kilicho bora. Aha. Umeelewa? A, B, C. Okay, zinafanana. Sawa. Karibuni, tuelezeni. Asante. Unaanza na unaanza wewe. Urafiki wetu sisi ulianza mwaka 2016. Wakati huo mimi nilikuwa nimealikwa mahali kwa wasanii ambao walikuwa yani kipindiko kidogo nilikuwa nimepiga hatua fulani. Kwa hiyo nilikuwa nimeitwa kwa ajili ya kusupport. Kwa nilipoenda pale nikakutana na wasanii wengi. Lakini kwa sababu kulikuwa kuna kundi. Kwa hiyo yule mwenye kundi aliniita, bwana brother, kwa sababu tunafahamiana, njoo tu support na nini, wakikuona watu watapata moyo na vitu kama hivyo. Kwa nilivyoenda pale nilikuwa ni filamu actually tunafanya. Kwa nilijitolea kusupport kucheza hiyo filamu. Ndio nilipokutana. Ni msanii na wote ni wasanii. Tulifanya kosa moja pale kwenye utambulisho. Hawa ni wasanii wa filamu hapa nchini. Wasanii wa filamu hawa. Basi kwa hiyo nilipofika pale sasa, kitu kimoja ambacho mimi huwa ninacho ni kwamba na consider sana malengo kwenye relationship yangu yoyote. Yani kwanza nina malengo gani? Kwa sababu ukishajua malengo yako ni rahisi kusocialize na mtu ambaye anaendana na malengo yako. Kitu ambacho nimegundua, vingine unajifunza wakati unakuwa, zile changamoto unapoteza watu muhimu kwa sababu bado ulikuwa hujajitafuta. Kwa hiyo unakuta mkiwa na njia separate lazima tu mtakuja kuwa mnaweza msidumu. Kwa hiyo katika hiyo hali nilipofika pale kiukweli nilipenda performance yake. Nilipopenda performance yake nikatamani kusema kwamba naweza hapo performance, unajua kuna watu waelewe performance unamaanisha nini? Yani the way ambavyo alikuwa anaigiza, anacheza, kwa sababu nilipata nafasi ya kucheza naye. Yes. Kwa hiyo nilivyoona vile mimi sikuona kwamba yani niliona ana uwezo kuwa zaidi ya pale. Kwa hiyo kitu cha kwanza kilichokuja ni kuona tunaweza kupush zaidi ya pale. Kwa hiyo ndani ya nafsi yangu nikawa natamani itokee namna tuweze kupata kazi ya kufanya. Mungu si athmani bwana. Nimerudi zangu ofisini, kuna kazi tuko njiani kufanya, ile kazi kaa imeshindikana kwa sababu msanii wa kike akawa amepata dharura na tulikuwa tumesha shoot karibu 80%. Kwa hiyo tunafanyaje sasa? Boss wangu tunashauriana kwenye panel, nikasema kuna mtu anaweza akacheza kama yule. Sasa nikaanza kumpigia debe huyu kwa sababu nilikuwa najua uhakika kwa performance yake akifika pale hakuna mtu atapinga. Kweli boss wangu bana akasema hamna neno, mlete. Kwa kweli nikaenda nikazungumza naye kwa sababu unajua ukishafika sehemu mkikutana lazima tukawasiliana, nikampeleka pale, ndipo tukaanza kufanya kazi. Kwa urafiki wetu ulianzia hapo. Lakini kingine ambacho sasa kilikuja kufanya tuwe zaidi ni kwamba hata yeye hakuwa ameingia kwenye sanaa kwa bahati mbaya, ni malengo. Kwa hiyo tukajikuta sasa hata tukikaa tukizungumza kuhusiana na kitu tuna match. Ukikaa idle ukiwa unawaza kuhusiana na masuala, kwa sababu unajua kuna ile mtu unakuwa tusema ni msanii ndoto, manake most of the time 24 hours wewe unawaza kitu kinachohusiana na kile ambacho nini ukifanye better zaidi. Kwa hiyo tunafanana. At the same time sasa tukaja kuingia kwenye masuala, unajua sio muda wote mnazungumza kazi. Kuna muda mnaanza kuzungumza sasa vile vitu personal. Hapo sasa. Napendapo joji. Mnazidi kwa karibu, mnaanza kuaminiana sasa. Unaona? Kwa hiyo yale mapito sasa almost yakawa yanafanana. Umeelewa? Sasa mwisho wa siku ikawa huyu na mimi ni ngumu kututenganisha kwa sababu ni mtu ambaye ananielewa. Kwa hiyo mimi namfikiria kuliko kitu chochote. Kwa hiyo tukaanza sasa
kubondi, ambayo ndio ikawa mwanzo ilikuwa ni shida kwa watu wengi sana. Umeona kwamba walakini mapito wakati tena unashia mapito. Wewe ulikuwa na uhusiano huko nyuma? Yes. Ehe. Na ilikuwa mziki wake sio poa. Mapito hapo sasa nashia mapito. Mziki wake ulikuwa sio poa kwa sababu ndo haya mmetoka kuyauliza. Na ushikilia hapo kwenye mziki wake sio poa. Tuje kwake Irene. Yaani kama alivyoelezea ndo hivyo kwa tulipoanzia, japo mwanzoni kabisa ilikuwa ngumu kidogo kumwamini kwa sababu unajua tena wasanii ambao kidogo tayari wana majina, wanakuaga tu na mambo mengi hapa. Alitaka kujifanya hapa sijui nimependa anavyofanya kazi, kumbe ana malengo yake tofauti. Bali ilikuwa ngumu kidogo mpaka wakati ananiita kuja kufanya hiyo kazi. Yeye mwenyewe alijua kunifuata nyumbani kwenye gari. Yaani wezi kwa mimi nilikaa kama nataka kudondoka, yaani kama nataka kutoka na ule mlango. Maana simwamini, yaani naona inawezekana kweli? Kwenda ni kwenye kazi kweli. Kwenye kazi. Alafu ukizingatia ni usiku saa 4. Alafu ndio unifuata saa 4 usiku. Hii ni dharura imetokea. Twende tu. Hapo wewe uko na partner wako? Mimi niko na partner. Endelea. Wasema uzuri wa partner wangu alikuwa pia alikuwa ananisupport kwenye kazi. Kwa hiyo hata nilipomwelezea kwake haikuwa shida. Hata alipomwelezea kwamba sema tu ile mwanzo nimwambia kuna mtu fulani ambaye tulifanya kazi fulani ndo amenisaidia kuingia kwenye kazi nyingine. Aleka kidogo bongo lakini kaambia hapana. Kwa akaja akakuchukua ukaenda. Yule partner anachungulia dirishani unavyoondoka. Hapana, achukua tukiishi pamoja. Ila lazima nimpe ile. Mimi anajiona yeye ndo partner wako. Yaani mimi ningefuatilia nyuma au kwenye gari ningekaa kwenye buti. Mara ya kwanza David, ulihisi kama mnaweza mkaja kuwa marafiki? Hapana. Unajua kuna baadhi ya watu wakikutana Tanzania wamewahi kukutana miaka 10 iliyopita lakini yeye ulikutana naye alikuwa ni mgeni kwako. Yaani alikuwa ni mgeni kabisa na wala sikufikiria kama tungeweza kufika mpaka leo. Alafu pia kitu kingine kidogo ni ngumu sana kumzoea mtu kwa haraka. Paka asema yeye ni mchangamfu, muongeaji sana. Mimi sio muongeaji. Introvert, extrovert. Kwa hiyo ukikaa naye hata kama ulikuwa na mawazo hata kama ulikuwa na mawazo na nini unawaza hiki, yaani akiwa anaongea tunaingia tunamwangalia tunacheka tu. Kwa ndo ilikuwa urahisi wenu nyie kuwa pamoja. Haya, ngoja na mtaalamu atatujuza hapo. Basi tukimaliza, Jojo, usijali ni extrovert, naweza tukakabidhi akawa rafiki yako wapi. Kwa simulizi hii ulioisikia kati ya hao watu, anasema wao ilikuwa ni rahisi kwao kuwa urafiki pia kwa sababu David anaongea, Irene anasema yeye sio mtu wa kuongea, ni msikilizaji sana. Kwa sasa kitaalamu, unaweza kutuambia watu kama hawa wanaweza uwezekano wao kuwa marafiki upo kwa asilimia ngapi? Na jinsi ulivyosikiliza unaona urafiki wao utadumu kweli huu? Tujuze. Asante. Kulingana na historia yao, urafiki wao uwezekano wa kudumu upo kwa sababu kila mtu anajua kwamba anataka nini kwa mwenzake. Kama ninavyosema kwamba urafiki ni ile social bond, kwamba ni mtu hujazaliwa naye, umekutana, kuna source mmekutana wapi, either kazini, shuleni au mazingira ambayo yamewakutanisha au majirani, unaweza urafiki ukaanzia hapo. Sasa wao tunaona kwamba urafiki wao umeanzia kwenye kazi ambayo hawana mpango wa kuiacha leo wala kesho. Na tofauti na kwamba wao wanaongelea kazi, ila kuna muda ambao wana zile historia zao kuna namna zinafanana. Kwa hiyo kwamba na pia kuna maelewano kati yao. Either wameweka wenza wao wazi kwamba urafiki wetu uko hivi ama urafiki wetu uko hivi. Kwa hiyo uwezekano urafiki wao kufa ni mdogo kulingana kwamba kila mtu anajua anataka nini kwa mwenzake. Na aina hii sasa tuna David muongeaji, Irene sio muongeaji. So mimi na Jojo tumesema hatuwezi kuwa marafiki na sisi tuna factors zetu. Wewe unanipigia, wewe una kelele na mimi nina kelele. No. Irene na David, kwa watu kama hao wenye karakta kama hizi, uwezekano wao kuwa marafiki upo pia? Au inasaidia kwa kiasi gani wao kuwa marafiki? Inasaidia kwa kiwango kikubwa kwamba mtu ambaye ni muongeaji na mtu ambaye sio muongeaji kuwa marafiki. Mnaweza wote mkawa waongeaji mkawa marafiki na pia inawezekana mkatofautiana. Kwa hiyo inategemea kwamba hii pia foundation ambao wao wako nayo.
na pia kwamba kwa mtu ambaye ni muongeaji na sio muongeaji inakuwa ni rahisi zaidi kuongea, ama kwa mfano wao wakitoka wakaenda sehemu moja ni rahisi kuinteract, ama Irene naye kuinteract na watu ambao maybe angeenda kwenye hiyo sehemu bila David angetoka hajawasiliana na mtu yoyote ama kuongea na mtu yoyote. Kwa hiyo labda ile kwamba huyu hapa ni rafiki yangu atamfanya Irene feel comfortable kuweza kusalimiana na watu wengine. Au unaweza tukamuuliza Irene ni watu wangapi ambao wamewajua kupitia David, ambapo labda bila yeye kutoka na David au watu wasingewajua. Kwa hiyo kuna namna ambayo kwamba ndio nasema kwamba kuna mtu anaweza kawa na mapungufu huyu mwingine akawa hana mapungufu wakikaa pamoja inakuwa ni bonda ambayo inaweza ikafanya kazi vizuri zaidi wakiwa pamoja. Lakini vipi kwa mimi na Messi? Anaongea. Huko ndani nafikia hata redio haitaki kununuliwa. Tunaweza tukakaa pamoja kweli? Ndio maana nasema hivi kwamba unaweza wote mkaa waongeaji, mka bond vizuri. Na pia mnaweza ukawa wote sio waongeaji na mka bond vile vile. Kwa hiyo kwamba sio tu kwamba hizo karakta kwamba zikiwa tofauti ama zikiwa zinafanana zinaweza kufanya urafiki ukawepo au usiwepo. Pia hizi factors zingine kwamba malengo yanafanana, je, unataka kuwa na rafiki kama huyu? Yaani hizo kwamba wewe mfano kichwani kwako una picture kwamba mimi rafiki naye mtaka awe na tabia kama za kwangu, awe ni mtu wa kujitoa, awe muaminifu, kuna vitu vyako. Kwa hiyo haijalishi huyo mtu utamkutaje. Ni introvert, ni extrovert, ni muongeaji, sio muongeaji, as long as kwamba ana zile sifa za wewe ambazo unazidefine kwamba hizi ndo sifa za rafiki nayemtaka, basi hivyo vingine vyote vinakuwa havijalishi. Lakini kwa Irene na David ukijaribu kuangalia ni kama kwa sababu wanashare ile passion. Manake nataka nikuuliza kwamba ina maana kama hatushare passion ni ngumu sana kutengeneza urafiki. Kama mshare passion sawa, kuna namna inawezekana passion zenu zikawa zina collide sehemu. Sawa. Na kama zitakuwa hazikollide sehemu, basi inawezekana kwamba nje ya ile passion mlionayo kuna maisha mengine nje ya pale. Kwamba kuna familia, kuna vitu vingine. Unaweza kukuta huyu labda tuseme ni daktari, huyu mwingine labda tuseme ni mfanyabiashara. Lakini wakawa ni marafiki. Labda hata hobby zao pia zinaweza zikawa zinafanana kwamba sisi weekend tunapenda kwenda kuspend same flat. Kwa hiyo kulingana tayari mna vitu ambavyo mna share kwamba mimi nakipenda na wewe anakipenda, uwezekano upo. Hata kama passion yenu au career yenu haiko sawa. Kwa maana unaweza kusema kwamba labda wewe na Messi mnafanya kazi pamoja, mnaweza mkawa marafiki. Lakini pia una mtu mwingine ambaye yani hata kazi yake anayofanya haihusiani kabisa na masuala ya habari ama ya utangazaji, lakini bado mna urafiki kwa sababu kuna vitu ambavyo bado mna share apart from the passion you have. Sawa. Haya, naomba nifahamu kabla wewe haujakutana na Irene, ulikuwa na marafiki na urafiki wenu ulikuwa wa aina gani ambao ni tofauti na urafiki ulionao sasa na Irene? Na Irene pia hivyo. Yaani kabla kukutana na Irene dunia ilikuwaje? Dunia ilikuwaje upande wake? Kama nilivyosema mwanzo dunia sometimes inakufundisha katika mazingira magumu sana. Sasa kuna vitu tayari mimi nilikuwa navitafuta, na wakati navitafuta nilikuwa najua nahitaji watu wa namna 1, 2, 3. Kama mtoto wa kiume mara nyingi katika especially kwenye masuala ya ukiwa mpambanaji unahitaji mtoto wa kike ambaye ni rafiki, ambaye atakuelewa. Yaani ambaye exactly, kwa sababu unahitaji washikaji. Hapana, yani mfano mzuri nikupe boarding schools Kwa nini kuna boarding schools watu walianza kutoa watu boarding ya single kuwapeleka kwenye dabu? Mtoto wa kiume kama mimi nikiwa na wanaume wenzangu nikiwa mchafu sijali. Huyu hata aniambie vipi sijali. Kwa hiyo akili ilikuwa inatumika ni kwamba wewe si mchafu, unapandishwa sembo mbele ya watoto wa kike. Kesho unakuwa mwenye msafi. Umeona? Exactly. Kwa hiyo mtoto wa kike ana play part kubwa sana kwenye kujijenga kwa mwanaume. Kwa hiyo nilikuwa nakutana na watu sometimes kama hivyo ninavyosema, kuna mtu utamuona utasema da huyu tunaweza tukaenda. Na especially kwenye career yangu, kwa sababu career yangu inahitaji sana mtu ambaye ananielewa, especially kwenye upande pia wa performance, kwa sababu kama watu wameshuhudia kazi ambazo mimi na Irene tumefanya, tumebondi sana na zimeenda mbali sana. Watu wanaona nini tunafanya kitu kikubwa. Na tukumbushe baadhi.
moja tuliyofanya ya kwanza ilikuwa ni Days of Night mwaka 2017, lakini tukafanya pamoja kwenye Uhuru, tukafanya pamoja kwenye Mahabuba na tukafanya pamoja kwenye Hatma. Na Hatma inarushwa kupitia sinema zetu. Na Uhuru Hatma pia. Lakini zote hizo ni mapenzi na mnashirikiana. Na maisha pia. Na maisha pia. Okay, na maisha pia. Umeona, kwa hiyo nilikuwa najaribu kutafuta mtu ambaye ataweza kunielewa. Sasa katika mapambano yangu unakutana na watu mnabondi kwenye kama hivyo, na anaweza kama ni msanii mzuri lakini at the end of the day hakuelewi. Umenielewa? Kwa sababu maisha unajua ni mapito, kila mtu ana the way ambavyo amekuwa na kila mtu kuna kitu anachokiamini. So ilikuwa ni ngumu, na bado mimi kwangu nikaona kuna kitu sijakifikia bila huyu mtu. Kwa hiyo katika hali ya maombi pia na dua zangu na fikra nilikuwa natamani kukutana na huyo mtu. Kwa hiyo nilipokutana na Irene pale sasa na kwa sababu tulipewa sini ya pamoja. Kwa hiyo nikaona mbona huyu sasa, mbona ndo kama, kwa sababu ni yule mtu ambaye unasema kuna room ukifika kuna mtu ukishakuwa naye karibu tu ni kama vile unahisi umeeleweka. Umenielewa? Yani unajifeel comfortable kuongea chochote, yani uko huru. Mbona na yeye anakuchallenge kwa sababu hakuogopi, na kama zile unasema kwa sababu tulivyoona naye alikuweka kuna ka defense alikaweka. Kwa kale ka defense kwa sababu mimi haikuwa ndio njia, ilikuwa ni rahisi kuwa free kwake. So kuanzia hapo kiukweli mimi Irene amekuwa baraka sana kwangu, kwa sababu kazi ambazo mimi nimefanya na Irene zote zimenifikisha sehemu nzuri. Lakini pia kuna kipindi ambacho kila nikiwa broken Irene ndo alikuwa mtu ananielewa. Anakucomfort. Ndio maana yani unanielewa, alafu plus sasa kuna vitu kama unajua unasemaga pia sometimes mke akikaa na mama mkwe basi nyumba inaweza ikawa safi sana, kwa sababu mke anakuwa anafundishwa vile vitu ambavyo mume alikuwa utotoni. Sasa luckily tu automatically huyu alikuja kunikaribisha nikawa nakula vyakula ambavyo nilikuwa nakula utotoni. Yaani automatically kuna ladha unaisikia huyu anaipika. Sio unanielewa? Kuna vitu vikawa vinabonga. Kweli uhusiano wako. Kwangu mimi ilikuwa mtihani sana. Kwa upande wangu mimi ilikuwa. Hata mimi kaka ingekuwa hivyo hivyo. Kwa sababu ndio ile kwamba ilikuwa babu harusi ujai wewe. Unakaa ndani na mwenzio, si ndio? Lakini kuna vitu unaongea naye unahisi kuna kitu kinamisi. Kwa hiyo muda mwingi si unanielewa. Utakuja kusimulia kuweza Irene. Kuna katika urafiki wenu kuna siku ambayo inapita nyinyi hamjawasiliana? Inapita. Usulia kila mtu anakuwa na changamoto fulani au ametingwa na vitu vingine binafsi. Lakini kuwasiliana mara moja au mara mbili, na sio mara moja mara mbili, hadi tunanuniana kabisa. Yaani kununa kunasababishwa na nini kununa? Basi tunasaidiana. Tunashindwa tu kuelewana kuna muda mwingine. Kwa nini ugomvi tu unatokea? Unajua hata vikombe vikikaa kabatini ndio design hiyo. Sasa ingia kama tukao tumegombana nini? Hapo unakuta tumegombana kwa sababu ya kazi au kuna kawivu kanatokea? Tunataka sana tunagombana kazi, alafu kitu kingine mimi kuna pili kwa sitaki tena kufanya hii kazi ya sanaa. Sasa wewe ndo kata na ugomvi, haiwezekani tunatoka huko alafu mpaka tufika hapa unaanza kukata tamaa. Sio ni vitu kama hivyo. Umeona vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni changamoto za maisha mimi labda nazichukulia hilo labda nzito kwangu, siwezi tena kumudu huko. Wewe huyu sasa yeye unakuwa yani haiwezekani unakataje tamaa. Yaani huwezi kukata tamaa kirahisi hivyo. Umeona? Uzuri pia ananisaidia hivyo kwa sababu sana ananijua, sio kwa sababu tu ya sanaa ila kwa sababu tunaongea vitu vingi. Na tupe tofauti sasa kabla ya kukutana na David kwenye upande wa marafiki. Ulikuwa na marafiki wa aina gani na kukutana David tofauti yake upoje? Mimi napenda sana marafiki wa kiume kuliko wa kike. Kweli? Hata mimi napenda sana wa kike. Wewe. Tusaache kujenga. Kwa sababu yani unajua rafiki wa kiume kama kakuelewa yani inatoka moyoni, na kama umezingua atakueleza imetoka moyoni. Tofauti na sisi wa kike ni kama tunakuaga tuna viwivu fulani tunaonena wenyewe kwanza wenyewe kwa wenyewe. Experience unashare vipi na wa kiume? Kwa sababu yani unajua kwa sababu gani? Tayari nishakuwa na wa kike lakini unaona
labda kama nikiongea na huku kama wananielewa vizuri zaidi ya huku. Ukipata changamoto kwa mfano za kimahusiano unahisi anakushauri vizuri kuliko hakika? Anishauri vizuri kabisa, huwezi kuamini. Ana experience hiyo. Ananishauri vizuri kabisa. Alafu nikwambie kitu. Anakaa kwenye nafasi ya ukaka, anakaa kwenye nafasi ya ubaba. Yani kwa sababu kitu kwenye hizo nafasi mbili. Amekwisha. Mimi nishe kumwambia hivi, wewe umesimama kwenye nafasi ya, sababu mimi sijakuwa na ndugu zangu upande wa baba, kwa hiyo naambia wewe ndio umesimama katika nafasi ya upande wa baba yangu. Kwa hiyo akinishauri hapo anabeba majukumu. Kama ananipoteza sawa, anipoteze yeye. Kwamba hapa baba nilipodondokea ni wewe umeamua. Lakini kusema ukweli anajitahidi, japo ndio sisi ni binadamu. Sometimes anakwama kidogo, anakuwa ubaba kidogo, ukaka katoka kidogo karudi. Sawa, wanasema pia ukiwa unaangalia na kwenye kamusi, lakini ukiwa unaangalia kwenye maana tofauti tofauti za urafiki, wanasema rafiki ni yule mtu ambaye unamuamini na unamshirikisha mambo yako. Sasa tufahamu kwa upande wenu nyie, mliwezaje kufikia hatua ya kuaminiana? Alafu tutarudi kwa Rehema atupe zile qualities zile za urafiki, vitu gani ambavyo vinajenga urafiki. Alafu Messi, ujue kuna marafiki, alafu kuna marafiki wa karibu. Hawa ni close friends kuna so wale marafiki, yani hawa ni marafiki wa karibu. Na kwa upande wako wewe unayetutumia ujumbe, endelea kututumia, tutausoma hivi punde, lakini unayepiga simu tupigie kwa WhatsApp video call, usipige kwa sauti. Rafiki, usipige voice call. Piga kwa sauti rafiki, kwa video rafiki. Mliwezaje kumwamini, kumshirikisha vitu vyako? Kwa sababu kama dunia ilivyo tambarabovu, na marafiki ni tambarabovu hivyo hivyo. Cha kwanza mimi nafikiri pengine isingekuwa, kwa sababu nikwambia hiyo kazi ambayo tulikuja kuipata ofisini, yani ni kama ilikuwa leo kesho. Hilo ndio nafikiri ndio ilikuwa kitu chepesi zaidi, kwa sababu baada ya kutoka pale nilipokuwa nimeonana naye, naingia ofisini tu ndo nakutana na hiyo hali. Sasa ile situation ya hiyo ambayo ilitokea usiku ya kumpigia, kwa sababu ibidi lazima bosi amuone usiku, na mimi natamani huyu aonekane ili ile kazi iweze kwenda, kwa sababu na mimi nilikuwa ndani. Kwa hiyo kuifaitia ule usiku saa 4, the way nilivyokuwa najaribu kumuelewesha na akaja kunielewa akatoka, ilikuwa ni nafasi ya kwanza kabisa ya mimi kuona huyu ni mtu ambaye mimi naweza nikamwambia chochote na tukafanya. Lakini cha pili pia nilipokutana naye hakuweka, unajua ile tunasema ile hali kwamba wewe si msanii mkubwa. Unapofika sehemu watu wengi wanakutazama kama ngazi. Kwa kuna watu wanakuwa na ile weakness ambayo wewe unaiona wazi. Huyu hakuwa nayo. Umeelewa, alikuwa na ile shield kwamba bwana mimi sikuogopi, umeelewa, na nina uwezo wa kufanya maamuzi yangu. Kwa hiyo tayari alikuwa na ile hali ya kujiamini yeye kama yeye. Kwa mimi nilimuona mtoto wa kike ambaye ana pursue dream. Umeona, na ile dream kama mimi nilikuwa na uwezo wa kuipushi, ndio kitu ambacho kiliweza kutupa hiyo bondi. Kwa kuanzia hapo kila mtu akawa ameshaweka wazi muonekano wake na malengo yake. Kwa hiyo haikuwa tena ngumu, kwa sababu tunajua intention ni kitu gani. Mtihani ni kwamba tu ilitokea kwamba ndo tunasema unapokuwa kama hivi sasa open, manake kama unasimama kama baba na sometimes unasimama kama kaka, na sometimes tukumbuke kwamba sisi ni friends. Ina maana kuna relationship ambazo ziko nyuma, na zile relationship ambazo ziko nyuma pia kumbuka watakuwa na matatizo. Na yale matatizo wakati mwingine atakapokuletea wewe utasimama upande wa mwenzie, sio kwake, kwa sababu sio unaelewa. Unajua sometimes kuna mistake vinatokea, yeye anakuwa tatizo. Lakini hata kama ni rafiki yangu, kumbuka kama ni rafiki yangu napenda relationship yake. Kama napenda relationship yake, kama ni yeye kateleza, nitamwambia yeye kateleza. Yeye kwake itakuwa ni ugomvi na mimi, kwa sababu mimi namtetea mtu wake. Sio, umeelewa? Kwa hiyo lakini at the end of the day tunakuja kuweka kitu sawa. Kwa hiyo mimi nafikiri kitu cha kwanza kilichonifanya nimwamini yeye ni kwamba tayari alikuwa ameshajiweka yeye ni mtu huyu, yani hana rangi. Umenielewa, ni mtu huyu na ninachokitafuta ni hiki na mimi niko hivi. Kwa hiyo na kadri siku zinavyozidi kwenda unakuta hatoki nje ya hizo line. Hiko ndo kilichonipa mimi sana confidence ya kuweza kumwamini. Asante. Rehema, tujuze sasa zile nguzo muhimu zinazoweza kujenga urafiki kabla hatujamia katika eneo zima la upendo. Watuambie wanaona wanapendana au hawapendani.
Rehema tujuze. Rehema ataje alafu asahau chakula. Nguzo za urafiki ni zipi? Achana na chakula. Nitakuletea leo pilau usijali. Tukisema kwamba kuna specific nguzo kwamba za urafiki ni zipi, tunaweza tukawa tunadanganya kwamba ni zipi. Lakini kwamba kikubwa hata katika sociolojia kinacho define urafiki ni kwamba ni ile social bond ambayo mko nayo, pia uaminifu. Sawa, na ile kwamba changu chako, chako changu, nachokufanyia unanifanyia. Kuwepo kuna hiyo cycle katikati yenu kwamba mimi nakufanyia hichi na wewe utanifanyia the same. Sawa. Naweza kusema hivyo ndio vitu vikubwa ambavyo vinakuwa define kwenye urafiki. Lakini pia kwa mtu personally anaweza yeye mwenyewe akawa na sifa za rafiki anamtaka aweje. Kwa mfano Irene amesema kwamba mara nyingi anapendelea kuwa na marafiki wa kiume. Kuna mwingine anakuambia mimi marafiki zangu ni wadada. Mimi yani kwamba hivyo. Kwa hiyo kuna namna kila mtu anaweza akaeleza. Kuna mwingine anapenda mimi Messi wewe ukiwa rafiki yangu kwamba each and every time tuko hivi pamoja. Na kuna mwingine mimi na wewe ni marafiki, yani you are free kuwa na marafiki wengine na mimi hivyo. Kuna mtu ambaye kwamba nikiona mtu mwingine kwamba ina maana mimi sio rafiki yako. Unaona? Kwa hiyo kila mtu ana namna ambavyo yeye anataka urafiki wake uwe. Lakini vitu vikuu ambavyo tunavyoelewa kwenye urafiki ni kwamba kuwepo na hiyo bond katikati yenu na pia kuwepo kuna uaminifu. Ina maana hivyo vitu viwili vikikosekana ama vikapungua itakuwa ndo mwanzo wa urafiki kuvunjika. Kwa mfano uaminifu. Imewezekanaje kwamba mimi nimeweza kukuamini kwamba mimi nitakwambia vitu vyangu na nategemea wewe utaniambia vitu vyako. Lakini napofikia hatua kwamba mimi nakwambia vitu vyako, wewe huniambii vitu vyangu. Yani vitu vyako wewe uniambii. Binafsi. Yani mimi mwenyewe naanza kujidistance kwamba mbona huyu mimi vitu vyangu vyote nakuwa open kwake au open kwangu. Labda mimi kila birthday yako na kutafutia zawadi sijui nini, yani shamla yani kama vile birthday ni ya kwangu. Alafu mimi birthday yangu ikifika kwanza unakuta hata umesahau, ukumbuki. Unaiona status unasema kwani ni leo? Yani hivyo. Kwamba wao umepata changamoto, umenipigia tu simu kwamba nina changamoto hii. Dakika 10 nyingi nimeshakuja kwamba tunafanyaje hivi na hivi na hivi. Lakini labda mimi nikipata shida nikupigia simu, labda unaweza ukata labda mtu wa mwisho kufika. Kwa hiyo kwamba mimi kama nakuwa wa kwanza kuja kwako na wewe ni rafiki yangu na mimi nategemea kwangu utakuwa wa kwanza kuja. Sio kuja physically tu hata kwamba uko mbali, lakini kwamba kimawazo kwamba nimepata changamoto hii na hii. Unanishauri kwamba fanya hivi, utafanya hivi. Hiyo pia itasaidia kujenga. Kwa mfano wewe tunaweza kukuuliza kwamba kinachokufanya umkumbuke huyo rafiki yako ni nini? Unaweza kuna jambo moja tu alikufanyia ambalo hata mkigombana naye vipi bado utakumbuka kwamba huyu mtu alikuwa na mimi kipindi ambacho labda hakuna mtu mwingine ambaye alikuwepo. Na sio ndugu yangu lakini bado alisimama na mimi. Sasa hapo kwenye changu chake chako changu. Unajua kuna Messi rafiki yangu alinifanyia birthday, ndio hivyo? Alinifanyia birthday. Sasa mimi siku ambayo mimi natakiwa kumfanyia yeye birthday, kwanza mimi nimesahau. Umeelewa? Yaani niko resi kinyama yani. Kwa hiyo nimesahau. Kwa hiyo sasa after siku hiyo nikaja kukumbuka late. Alafu baadaye nikakumbuka sina hata 100. Nilichokifanya nikaenda kuchukua keki zile za shilingi 50 zile. Sawa nikampeleka. Sisi zinauza keki za 50 na wewe. Half keki. Half keki. Kwanza siku hizi zimepanda ati ni 200 Na wewe hizo 200 Sina hela wewe, sikuwa na hela. Yeye alikuwa anajua sina hata hela, lakini nimempelekea. Unafikiri wetu unasuasua mpaka sasa hivi. Kwa nifanyeje? Na nishauri nifanyeje? Naomba nisome ujumbe wako uliotutumia hapo nyumbani, na unaweza kutupigia kwa WhatsApp video call kutujuza kwa hili ambayo tunalijadili hapa, ili tuhamie moja kwa moja sasa kwenye upendo. Anasema naitwa Makinga Pius kutoka Iringa. Upendo hujengwa na mambo yafuatayo: uvumilivu, karimu, kujaliana, vile vile masuala ya michezo na burudani. Huyo anasema upendo siku zote unajengwa na mambo yafuatayo: shirikiano wakati wa shida na raha, kuchukuliana madhaifu na kuepuka urafiki baina ya watu wanaopendana. Haya, mkizingatia haya basi upendo wa ndugu jamaa utakuwa umefika wastani wa daraja A. Anaitwa Christopher kutoka Usariva, Arusha. Anasema tupo pamoja sana, asante.
Upendo na urafiki hujengwa na tabia ya mtu ambao wanafanana fikra na akili. Pia hilo ndio jibu. Anaitwa Adam Nyaonge kutoka Songea. Wasalimie sana hapo Songea. Emmanuel Charles Hiza wa Dodoma anasema upendo na urafiki hujengwa na wahusika kubadilishana mawazo, kusaidiana kwenye mambo mbalimbali katika maisha, zikiwemo pia siri za maisha na watu binafsi, hufanya watu kuwa karibu na kuaminiana. Sasa urafiki na upendo huvunjika pale haya mambo ambayo mlishirikishana kama marafiki au upendo kusalitiana na kuyatoa nje. Urafiki wenu hapo lazima yavunjike. Haya, anasema hello, nimependa mada ya leo, mada yenu ya Pasaka. Anasema wewe Messi, tumefahamiana ukawa rafiki yangu, umekuwa na upendo kwangu yapata miaka 4 iliyopita. Kubwa hujajiunga. Anasema haya miaka 4 iliyopita kabla hata hujajiunga na sasa mtu. Huyu ni nani? Unajua ni anasema ila MC Jojo ni jamaa yangu wa kawaida sana. Hakuna kinachotuunganisha. Tukionana tumeonana, jamaa na mashaka. Ni Octavian. Kumbe mashaka. Ni majamaa tu. Wewe kajiuke vikoba utakuwa mwanae huyo. Ni Octa. Chela naye. Hello weekend, upendo na urafiki ni utayari. Anaitwa Hamisi mpiga picha Ndanda. Urafiki ni uhusiano wa karibu kati ya watu wawili. Asante. Huyu anasema urafiki hujengwa na mambo yafuatayo: uaminifu, heshima, mawasiliano, msaada, uelewa, maslahi yanayofanana, uvumilivu na muda. Kila mtu ajitoe kwa ajili ya mwenzie. Anaitwa Godfrey, anaishi Kinondoni. Haya, tuendelee kusoma ujumbe wako hapa na utupigie kwa njia ya WhatsApp video call. Jamani, eneo kubwa lililosalia sasa ambalo ni gumu kuliko yote, tumemalizana na urafiki, ni upendo. Kati yenu kuna upendo. Hapo ni upendo wa agape. Si ndio hivyo unazungumzia? Agape, upendo wa agape. Kama theluji. Sio upendo wa mwekundu. Upendo wa agape. Kati yenu wakati mnaanza urafiki wenu, upendo ulikuwa na nafasi gani na viashiria gani ambavyo uliviona ukagundua kwamba Irene ananipenda, David ananipenda na mimi niurudishe, au wewe ulianza kuutoa afu ukaona kweli anaurudisha kwangu? Na namna gani pia ameweza kubalance ule upendo usitoke kwenye lines? Safi. Cha kwanza ilikuwa, unajua, baada ya kuonana na baada ya kuwa tumeshapelekana kazini na nini, baada ya pale kulikuwa kuna ile hali ya urafiki wa kujuliana hali na kujua bwana, umeshindaje, umeamkaje, kuna mipango ipi, kuna nini, unanielewa. Sababu baada hapo sasa tulianza kufuatana pamoja mara nyingi, umeona, kwa sababu mambo yalikuwa yanaendana. Sasa pale alipokuwa na uwezo wa kutaka unajua mimi ni mtu mmoja ambaye kama alivyosema mchangamfu sana, lakini wale watu wachangamfu sana huwa kuna vitu ndani wameficha. Ukimwona mtu watu kuna vitu ndani wamevificha, umenielewa? Sasa hawa watu ambao ni wakimya wana kitu cha Spotify kwamba wewe kuna kitu, umenielewa? Kwa sasa, lakini pia sisi ambao kama hivyo wanasema ni ongeaji tunajali sana, kwa sababu kuna vitu vile tulivyovificha tunavificha kwenye maongezi, lakini kwenye matendo tunavionyesha. Vile ambavyo tuliwahi kuvikosa huwa tunapenda kuwapa watu wengine. So kwa mfano sasa, kwa kuwa nilishamuona huyu ni mtu wangu wa karibu, kwa maana tunafanya naye kazi, pia ile swala kwanza kumjali yuko wapi, kafanyaje, umenielewa, kwenye hayo mazingira. So ilijenga pia yeye kuweza kunipa room mimi ya kuni Spotify, na akawa yuko tayari kuniface kwa bwana, wewe una tatizo, wewe bwana hauko sawa, wewe una kitu gani. Kwa ile kunipa ile room ya mimi kuanza kujieleza, nikajikuta for the first time kuna vitu nilikuwa siwezi kuongea hata na mtu wangu wa karibu, yani ninamaanisha mwenzangu, lakini huyu naongea naye. Umenielewa? Sasa kuanzia hapo to automatically huyu akani lulu kwangu. Umeona? Yani upendo ukaja automatically, kwa sababu ndo mtu peke yake ambaye naweza nikamwambia mimi nimevurugwa leo. Umenielewa? Kwa sababu zamani nilikuwa siwezi kusema, nitafika sehemu nitajifanya niko sawa, kumbe nimevurugwa. Sasa huyu anajua wewe unazingua. Umeona? Mimi niko sawa, unazingua. Umeona? Kila ukijitahidi. Alafu kitu kingine sasa, unajua kuna vile vitabia ambavyo mtu unaweza ukaa uko navyo afu mwenyewe hujui. Ukiwa na rafiki ambaye anaweza kuvispotify vile kwamba leo hiki kimemisi, huwa hayuko sawa. Wewe unakatabia. Sasa ukianza kuona kuna mtu anagundua vile vitu vyako vidogo, inakupa kuna amani fulani inazaliwa pale, unahisi unakuwa protected. Yani umenielewa kwamba huyu mtu mimi ni salama kwake. Kwa automatically vilivyokuepo hivyo vitu tu
nikajikuta automatically nampenda. Kama mimi Jojo akisahau kuvaa miwani. Na kukumbusha. Na unajisikiaje ambapo mpenzi wako anashindwa kunotify vitu ambavyo huyu mtu hayuko sawa, huyu anaweza kunotify? How do you feel? Hapo ndo tunapokuja kugundua sometimes kwamba mapenzi ni kitu kigumu sana. Kwa sababu ni hisia separate. Ya unaweza ukampenda mtu ambaye anakukatili. Imeisha hiyo. Unataka endelee? Imeisha. Sawa. Irene, ilikuwaje ukaanza kuona upendo alionao David kwako? Wewe vitu viashiria gani ambavyo vilikuonyesha kuna upendo na ukaanza na wewe kutoa upendo wako kwake? Au kute sasa hivi hampendani, ni mna rafiki tu? Hapana, tunapendana. Hapo sawa. Tunapendana kwa sababu unajua kwenye urafiki kuna madhaifu. Ushaweza kuyabeba yale madhaifu ya mwenzako hata kama yana aibu, magumu, machungu, ila yakaweza kuyabeba na akakuona wewe ni mtu mzuri tu kwangu hata kama umechafika kiasi gani. Ndio tunasema kama kuna ile unahitaji mtu mmoja ambaye atasimama na wewe hata kama dunia nzima itakukataa. Itakugeuka lakini yuko na wewe. Yaani mimi huyu rafiki yangu yani anakusapoti. Hata kama ngoja nisiseme. Kitu ambacho huwa anamsupport Jojo hakiwezi. Ngoja kwambie, unajua kuna upendo na majukumu ya kazi. Kwa hiyo mtu asilete upendo kwenye majukumu ya kazi. Huyu mtu ananiamsha. Huo sio upendo. Ila anajua akija peke yake hapa kazi itakuwa kubwa. Kuja hapa kwenye kipindi kabla sijamwamsha. Haya. Huyu aliweza kubeba mapungufu yangu na kila kitu changu. Nakumbuka kuna tukio liliwahi kutokea, kuna sehemu nilienda kuvuruga. Usiku wa manasudia maujana. Usiku wa manani nilivuruga afu niko peke yangu. Hapo ndo pazuri. Shikilia hapo kwenye simulizi. Sasa ulivuruga. Nataka mwanasheria nani? Mwanasheria tena. Una shida gani mwanasheria? Mwanasheria. Kesi kuna kesi inaunguruma nini? Hebu tuende kwa saikolojia. Kwa Rehema. Kwa Rehema. Unaweza kwa maelezo yao kwamba umeweza kugundua kwamba sasa imeshakuwa more deep kiasi kwamba anaweza Irene anaweza kugundua kama David hayuko sawa. Kwa hiyo anaweza kunotify kitu ambacho hata unaweza kukuta mpenzi wake David anashindwa kugundua kama David hayuko sawa. Sasa inawezekana mwanzoni ilikuwa upendo wa kawaida, lakini huoni kwamba kuna hatari mbele kwa sababu ya ya kitu ambacho kinaendelea kwao? Naweza nikasema kwamba hata kwenye urafiki kwamba changamoto hapo inapokuja ni kwamba rafiki ni mwanaume na mwanamke. Kwamba inapokuwa changamoto hiyo, yani kwamba hao watu wakiwa marafiki ndio kunasababisha changamoto hiyo kwamba hii huku wataonaje au huku wataonaje. Lakini kikubwa kwamba kila mtu anakuwa na mipaka yake. Na ni kweli kwamba unaweza ukawa uko free kuongea na rafiki yako labda kuliko kuongea na mwenza wako. Unaweza ukapata labda mwenza na rafiki kutoka kwenye mtu mmoja, kwamba huyo mtu akawa ni rafiki yako na pia akawa ni mwenza wako. Lakini pia unaweza ukapata mwenza akawa peke yake na rafiki akawa peke yake. Kwa mazingira ya kawaida ni ngumu kwamba mfano labda mwenza wake David kukubali kwamba Irene yuko pale na maybe Irene anaweza kawa anamjua zaidi David kuliko yeye. Lakini kwamba je, kuna mipaka gani ambao wao wameweka kwenye rafiki gani? Kuna labda David kamuaminisha vipi mwenza wake kwamba au amtengenezea mazingira gani kwamba I feel safe kwamba hata kama Irene yupo bado Irene anaweza akawa hana shida katika mahusiano yao wao. Kwa hiyo kwamba hapo kuna kupo na mipaka ambayo umeweka. Kama mtahitaji mambo yaende nje, ina maana nyinyi wawili mmeamua mambo yaende nje. Lakini kama mmeamua yale mambo yabaki kuwa ndani yenu ama kwamba yasizidi nje, basi hayo mambo yanaweza yasizidi. Kwa hiyo kikubwa ni mipaka ambayo inatakiwa iwekwe kwamba huyu ni rafiki, mimi nitaenda mpaka hapa. Huyu ni mwenza, yeye ataenda zaidi ya mimi ninavyoweza. Kwa hiyo kikubwa ambacho kinatakiwa kuwepo na hiyo mipaka ambayo inaweza ikawasaidia au marafiki waweze wasiingilie kwenye mahusiano yao mengine.
Na pia kingine labda wakasema kwamba kama upendo kwamba ni mmekaa kwa muda gani, ni mazingira gani mtu amekutengenezea mpaka huo upendo umeweza kuzaliwa. Huwezi kusema umekutana tu na mtu leo hiyo kwamba upendo ulizaliwa, uaminifu na kila kitu. Hivyo vitu vyote it's a process, vinachukua muda. Kwamba mmeanza kukutana, mmefanya kazi pamoja, leo akakwambia hichi, kesho akakwambia hichi, leo mkapiga story hizi. Itaenda taratibu mpaka pale itapofikia hatua kwamba unaona kabisa kwamba huyu ni mtu ambaye naweza nikamwambia chochote, na utamwambia cha kwanza utaona labda atakushauri vipi ama atakibebaje. Hiyo itakujengea wewe kwamba hata uweze kuendelea kufunguka zaidi kumweleza vitu vyako. Asante, na umefunguka kweli. Sasa turejee kwako Irene. Ulikuwa unatuzungumzia pale, ulikuwa unatupatia moja ya kisa ambacho kilikufanya uone upendo wa kweli. Tukumbushe. Ujana maji ya moto. Kwa sababu nilienda kukaa kuna vurugu. Nilivuruga yani. Mimi ndo nilivuruga. Katika kuvuruga. Ni watu wachache sana ambao huwa wanakubali kosa. Kuvurugwa. Mimi ndo nilivuruga hiyo sehemu ambayo nilikuwepo. Alafu ni sehemu ambayo za starehe na nini. Sasa kilichokuwepo, mimi sikutakiwa kuondoka pale. Na wale walikuwa wamenizunguka. Na ninataka niondoke peke yangu. Nafanyaje? Na huku nimeshikiliwa bango. Nilichofanya bwana, nikatext tu mtu wangu hapa. Unajua yeye anapenda sana paka Kwa nyau. Mimi bwana huku nimebananika. Sijui natokaje hapa, mimi sijui nanisaidiaje na ninataka kutoka hapa. Na nilikuwa mbali, ila huko kokote alipokuepo alitoka, na ulikuwa ni usiku, alikuja pale. Kaja anashangaa tu mtu kavaa mkote mrefu hatari. Yuko na paka yake. Hakuna paka. Mkote mrefu kavaa hizo wanaitaje hizo? Pama. Kaja pale nini? Oya. Oya nini hapa? Unajua mimi sasa mwenyewe hata ambaye nilikuwa nimeandaa mazingira. Mbona kaja kupitiliza? Mbona sasa kama mbona nibeba pale msombe afu huyo akakuchukua? Akakupeleka wapi? Akarudisha nyumbani. Kwa hiyo yani ngani akarudisha nyumbani. Mimi naishi nyumbani na wazazi. Okay. Kwa hiyo akarudisha nyumbani salama salimini. Yani ni kitu ambacho kanitoa sehemu ambayo sijui uko hatarishi. Kama ungeendelea kukaa ingekuwa. Kama ningeendelea kukaa ingenitokea. Ni mbaya nilikuwa naona kabisa hapa leo kimeumana. Unaona? Kwa hiyo kuna vitu vingi vya maisha na kazi. Na pia yani tunakutana sana kwenye kazi pia, na kuna baadhi ya kazi zingine anakuwa ananielekeza, bwana unaweza kufanya kitu. Bwana mimi siwezi. Unajua mimi ni mtu wa kusemaga siwezi. Wewe bwana unaweza, utafanya hii kazi. Lakini sije kuifanya, utafanya. Wewe njoo hapa tunafanya hivi tutafanya hivyo. Yani najikuta najifunza vitu vingi pia kupitia yeye. Sawa. Na bwana David, mnaona wapi urafiki wenu? Najua urafiki unakufa na umekuwa na sababu nyingi, na Rehema anaweza akatujuza, lakini moja sababu alisema Jojo mwanzoni kabisa kwamba mazingira aliwatenganisha yeye na rafiki yake aliyesoma naye huko zamani. Na kwa hiyo kuna ngazi za maisha pia ukizifikia urafiki unakufa. Umehama eneo fulani, urafiki unakufa. Na kingine Messi kuna mtu unavyoenda kazi, yani unasoma unavyopanda level kidato unasoma, yule ambaye uliachana naye form 4 unakwenda ndio hivyo. David, unaona urafiki wenu ukidumu au unaweza ukafa, na nini ambacho kinaweza sababisha ufe? Kiukweli mimi niseme tu wazi, yani kwa miaka tulikotoka mpaka tulikofika takriban miaka 6 sasa. 9. Sioni urafiki wetu ukifa hata kidogo. Makofi kwake. Na ikifika miaka 10 tunakuja kukata keki. Na kwa jinsi ambavyo unajifanya Rambo Cobra. Yani kila muda mazingira hatarishi umetokea. Hawezi kufa kwa sababu nitasema kitu kimoja ambacho kipo kwamba unajua kwenye maisha kuna wakati kuna watu tumezaliwa na tumekuwa wapweke. Anapotokea mtu ambaye anakufanya ujisikie mzima, una energy na unaweza ukamprotect na ukafanya mambo yako, yani ukawa yule ambaye unahisi wewe umekuwa, inakuwa ni kitu kingine tofauti. Ndio maana hata mimi kiukweli kabisa kwenye mahusiano yangu ilikuwa niko tayari kumwambia mwenzangu, bwana kama umeshindwa kuelewa kilichokwepa kati ya mimi na huyu, ni beta mimi na wewe tuachane. Yes, ilifikia huko kwa sababu pointi ni kwamba
najua kwa mara ya kwanza kwenye maisha yangu nimepata mtu ambaye najifeel kabisa ni mimi. Umenielewa ni mimi, na hata by the time ambao naweza nikawa na mwenzangu pia kuna vitu ndani pengine asingekuwa huyu tusingekuepo, sema yeye hajui. Kuna vitu anaweza mtu akakupiss off ukatoka ukasema ni nikirudi miro, yani ndo huyu akamwambia sio, umenielewa Kwa hiyo inafika kipindi unasema basi sawa, unarudi pao na tabasamu, kiukweli nisamehewe tu, lakini kuna wakati mwingine nimekuwa na tabasamu sana, lakini tabasamu sio la pale ndani ilikuwa linatoka. Jamani, saa 2:49 bwana David hakuepo hapa studio. Tuendelee. Umeona? Kwa hiyo kiukweli urafiki wa mimi na huyu si rahisi kabisa kwa sababu twende kwa Rehema. Kwa hiki ambacho kinaendelea kwa urafiki wao, uone kuna kitu kama emotions au hisia? Mimi nina shida hiyo, sijajua kama ni shida yangu binafsi au ni shida ya taifa kwa ujumla. Mimi nikisikia sana mtu the way I'm going deep, yani I'm going deep. Wanasema the sweetest the meat is near the bone. Nyama tamu ipo karibu na mfupa. Unaelewa taratibu? Napoenda taratibu napoteza hisia. Nabaki na yule ambaye niko naye deep hapa. Unaelewa? Hiyo kuna hatari hapo. Mtu anawezaje, na hapo ukimalizia mtu, ina maana mtu anaweza kuwa na marafiki zaidi ya mmoja? Twende kazi. Sawa. Unaposema kwamba pia kuna hiyo hatari kwamba tuseme pia tusizungumzie tu kitu ambacho kipo. Yaani tukiangalia kwenye dunia tunaoishi sasa hivi kwamba urafiki wa mdada na mkaka ni urafiki ambao unaangaliwa kwa jicho la tofauti sana. Sawa. Tunaweza hapa tukawa tunaongea, wao wanatuhadisia, ila tayari watu wanaotutazama kila mtu ana picha yake. Yani ule kuamini kwamba hicho kitu kipo ni ndogo. Sawa. Ninaweza kusema sio kwamba changamoto yako wewe, lakini kwamba kwa jinsi dunia inavyoenda, kwa matukio ambayo tunayaona kila siku, ni ngumu sana watu kufanya nini, kukubaliana na hii situation kwamba hichi kitu kipo. Kwa sababu siku hizi tunaona hata wadada kwa wadada ni marafiki, lakini mfano mimi na Messi ni marafiki ila simjui boyfriend wa Messi au Messi hamjui boyfriend wangu. Kwa sababu kwamba tunapoona kwamba kuna msingi mmoja wa urafiki ambao unayumba sana, ambao ni uaminifu. Kwa hiyo kwamba hata hao wanaweza kawa hiyo ndio story ambayo wameamua kutupa, lakini labda ukija ukipata muda ukawaelezea, unaweza kukuta changamoto, kwa sababu wanasema changamoto kwa wenza wao zilikuwepo. Unaweza kukuta nini, yani kwamba how come, yani kwamba muwe marafiki zaidi, yani kwamba kuna nini? Unanielewa? Kwa kwamba upendo yani kuna ile kwamba wewe ana urafiki gani ambao mimi kama mwenza wako siwezi nikakupa. Yani wewe ana act kaka vipi ambao mimi kama boyfriend wako siwezi ku act. Hiyo kaka vipi? Kwa kwamba kuna question ambazo ziko ni nyingi. Lakini pia kwamba kuwepo kwa question nyingi haimaanishi kwamba hicho kitu hakiwezi kuwepo. Uwezekano wa kwamba urafiki ukawa pure kabisa wa mdada na mkaka na kila mtu akawa na mahusiano yake mengine ni tofauti. Na pia kuna tofauti kati ya mahusiano ya kimapenzi na mahusiano ya urafiki. Unaweza kukuta kwamba mimi am free kukuambia chochote kile, lakini bado mimi sikuoni wewe kama ukiwa unaweza ukawa mpenzi wangu. Naweza nikawa mimi nikakupa ushauri mzuri kuhusiana bwana girlfriend wako fanya hivi. Lakini mimi kusema kwamba mimi ndo naweza nikawa pale kama girlfriend wako, bado najiona kabisa yani wewe we are better in this way, kwamba we are better tukiwa marafiki. Lakini apart from urafiki huku hatuwezi kuwa sawa. Hiyo ndio point ya muhimu na point ya msingi. Messi fanya kama ndio upo kwenye shida. Fanya kama upo kwenye shida afu unanipigia mimi nije kukuokoa. Fanya kama upo kwenye shida. Sawa. Fanya kama upo kwenye shida. Kring. Simu yako imeita, pokea. Messi vipi? Safi, Jeffrey, za kwako? Fresh vipi? Hapa nimebananika sana, nahitaji msaada wako. Yani hapa nipo Sinza kijiweni, mambo yameharibika na sielewi narudije nyumbani. Kwani ule mwanamume wako wa Facebook vipi? Simwambie aje au? Yaani mimi nije kukuokoa wewe, sio umelogwa nini? Kabla tujamaliza na marafiki hawa bora wa mwaka, na wakifikisha miaka 10 tutahakikisha tumeshiriki katika hiyo anniversary yao. Yeah, sure. Twende kwenye ile challenge. Haya, tunapiga A hadi ngapi? Hadi atakayeshindwa tu tutamuona. Sawa, nani anaanza A? A hadi ngapi? Utakapoishia.
A hadi R, rafiki si R. Tuanze, nani anaanza A? Kwa hiyo natakiwa ni ongee statement ambayo inaanzia na A, ambayo yeye ataweza kuiunga. Tupate maana. Sio mtu azungumzie matikiti, mwingine aseme maji, mwingine aseme nani. Lakini matikiti yana maji ndani yake. Yaani wewe acha flow. Au iwepo kwenye kutupa historia yenu ya urafiki wenu. Iangalie kwenye kutupa historia ya urafiki wenu. Au ubora wa urafiki wenu. Chochote kile, hata kama unamshukuru, chochote. Okay. Alinifunza kwamba ili kuweza kuwa na urafiki wa kudumu kati ya mimi na wewe, ilikuwa ni lazima nikubali kwamba hatuwezi kuwa na mahusiano ya kimapenzi. Bora tu mlitambua hilo. Lakini unajua chakula ambacho ulinipa siku ile kilinikumbusha utoto wangu. Kilinifanya jione kabisa kwamba kwa mara nyingine kama mama yangu anaishi. Dunia ni hii, na utakula vyakula vingi. Elezea. Sasa unakula chakula cha mamako. Sasa hivi unakula chakula changu na utaendelea kula zaidi ya kile ambacho mamako alikuwa anakupikia. Fafanuzi lako ni nzuri sana. Yaani wewe. Gari sasa hivi sina. Ndio maana imefikia kipindi imebidi lazima tu nikukokote vile vile ninavyoweza ili tufike tunapotakiwa kwenda. Hatari sana. Na ulipokuwa umezoea kutembelea gari, ndugu yangu, daladala utaziweza? Konda aliwahi kuniambia kwamba wewe ni mtu mkubwa sana, lakini katika kitu ambacho unafurahia ni kwamba unajishusha mpaka level yetu. Lakini utaweza haya maisha? Ngumu sana. Hiyo ngumu ni herufi gani? M. Ni M. Umekosa. Kwa kweli nilizuia kicheko changu lakini nilishinda. Yaani mimi nitegemea alivyosema amezoea kula chakula cha nini? Bakale kwa mamako. Asanteni sana jamani. Muda wetu umetutupa, muda wetu sio rafiki. Tunashukuru kwa kuwa na nyie kwa siku hii ya leo na tunawatakia sikukuu njema. Asanteni kwa nyie ambao mmetuma ujumbe. Asante sana Rehema Awadhi kwa kushiriki na sisi. Tunakutakia sherehe njema.